Mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Mwanza ambaye pia ni mkuu wa wilaya ya Kwimba Mwilabuzu Ludigija amesema kuwa katika kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imefanikiwa kukamata tani 1014 za dawa za kulevya za aina mbalimbali katika kipindi cha kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2025. Ludigija ametoa kauli hiyo wakati Tanzania ikiungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupiga vita dawa za kulevya iliyofanyika Juni 26, 2026, ambapo kimkoa maadhimisho hayo yamefanyika Kisesa wilayani Magu mkoani Mwanza. Maadhimisho ya mwaka huu yamebeba kauli mbiu isemayo ubunifu wa kimkakati suluhisho la changamoto ya dawa za kulevya, ambapo katika maadhimisho hayo DCEA imetangaza mikakati kadhaa mipya inayolenga kupunguza madhara ya kiafya, kijamii na kiuchumi kwa watumiaji na waraibu wa dawa hizo hapa nchini. Akizungumza kwenye maadhimisho hayo, kaimu kamishna msaidizi wa DCEA kanda ya Ziwa Wambura Msafiri ameitaja mikakati inayotekelezwa na mamlaka hiyo kuanzia mwaka 2023 kuwa ni pamoja na kupunguza upatikanaji na uhitaji wa dawa za kulevya, kupunguza madhara yatokanayo na matumizi yake, pamoja na kushirikiana na wadau katika ngazi za kitaifa, kikanda na kimataifa. Siku hii ya kimataifa hutumika kama jukwaa la kualika wananchi kuungana kwa pamoja kutafuta suluhisho la changamoto ya dawa za kulevya ambazo zinaathiri kwa kiasi kikubwa maendeleo ya taifa, jamii na hata familia, ambapo katika maadhimisho hayo yaliyofanyika Kisesa, baadhi ya watu waliowahi kuwa waraibu wa dawa hizo na baadaye kupona wamepata nafasi ya kutoa shuhuda zao kuhusiana na athari walizokumbana nazo. Mara nyingi watu wamekuwa wakijiingiza kutokana na makundi lika. Kwa mfano, kwa bangi, kuanzia mwaka 2020 mpaka 25 tuliweza kukamata tani 1014.04. Unaweza ukaona ukubwa wa tatizo, pamoja na kazi nzuri ambayo inafanywa na mamlaka yetu, lakini bado ulimaji na ufanyaji wa biashara wa madawa haya ya kulevya ambayo kwa kweli yamekuwa yakiharibu nguvu kazi ya nchi yetu bado ni mkubwa, na sisi tunaendelea kuwapongeza na kuwashukuru wananchi ambao wamekuwa wakishirikiana na mamlaka yetu, kwanza katika kutoa taarifa, lakini na kuhakikisha kwamba tunawasaidia vijana. Leo tunapokutana hapa tunafarijika kama mkoa na kama wilaya kuona kwamba tunalo kundi la vijana wenzetu ambao huko nyuma walikuwa ni waraibu, lakini waliamua kupitia aidha makundi mengine kama wao wanavyofanya leo kutoka kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Na niwaombe sana wale ambao hatujaingia katika hali hiyo, tunapokuwa na maadhimisho kama haya tuyaone kwamba yana umuhimu mkubwa, kwa sababu mbali tu ya kusikiliza tunapata elimu. Ilifikia hatua mpaka nikapoteza kazi, nikawa sihudhurii kazi, naenda kwenye vijiwe, naungana na wenzangu ambao wamekuwa isharestirika na hayo mambo. Kwa hiyo akachukulia mpaka afya yangu kuendelea kudorora kiasi kwamba mpaka mwenyewe nikajikatia tamaa. Ikafikia hatua mpaka nikataka kujinyonga, nikaona mimi sifai tena katika dunia hii. Kwa hiyo kwa ujali wa Mwenyezi Mungu, nguvu kuu yangu ambayo imenifanya mpaka niwepo hapa, kwa hali nilionayo ambayo ni nzuri sana, na naendelea kupata nafuu, naendelea kusonga mbele na majukumu yangu ya kila siku. Nilishawahi kuiba pete ya ndoa ya mama yangu ya dhahabu na kwenda kuiuza. Hivi unaweza ukafanya hicho kitu? Na baba alishakufa. Mama yangu kashazika mzee. Ukumbusha roga kiza ndio huo pete ya ndoa. Sasa mimi nimeiba. Nimeenda kuuza. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili tu ya kwenda kutumia heroin. Ila ninachoshukuru Mwenyezi Mungu kwa sasa hivi jinsi nilivyo, nadhani kuna faraja anaipata. Lakini pia dawa za kulevya zipo aina nyingi. Tunaingia kwa njia tofauti tofauti. Kwa sababu kuna wengine wameingia kwenye athari za dawa za kulevya akiwa anapata tu maumivu tu. Kuna dawa nyingine ambazo watu wanatumia ni tramadol. Sasa mtu anaingia kwenye matumizi hayo akiwa anajua kabisa kwamba mimi bana naenda tu hapa nitapata tramadol nitatuliza maumivu yangu. Lakini mwisho wa siku anajikuta ameingia kwenye nini? Kwenye uraibu. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tunafanya jitihada kubwa ya kuhakikisha kwamba ile demand au uhitaji wa dawa za kulevya basi kijana anakuwa hana, na
tunafanya mbinu hii ya pili kwa kwanza kutoa na kuratibu uelimishaji. Sisi tunatoa elimu, vile vile tunaratibu makundi mengine yanayotoa elimu hususan NGO. Vile vile tunaandaa miongozo ya uelimishaji, vile vile tunaandaa na kufanya mafunzo kwa asasi za kiraia tunazoshirikiana nazo. Mkakati wa tatu ni kupunguza madhara yanayotokana na dawa za kulevya, harm reduction. Vijana wengi waliojiingiza katika biashara ya dawa za kulevya na kuathirika kwa sababu moja au nyingine, hatujawaacha, hatujawatupa mkono. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.